Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tunaudadavua mzozo kati ya Israel na Iran. Ni nini hatima yake ikiwa hautatatuliwa mapema? Kwa sasa mapigano kati ya Israel na Iran yanaonekana kuwa ya mataifa mawili. Katika Umoja wa Mataifa na kwingineko kumekuwa na wito mkubwa wa mataifa hayo kujizuia kuendeleza mashambulizi. Lakini hali itakuwaje ikiwa watashindwa kujizuia? Na je, hali itakuwaje ikiwa mapigano yataongezeka na kutanuka zaidi? Fahamu matukio machache mabaya ambayo yanaweza kutokea katika nyakati hizi. Jambo la kwanza ni Marekani kuingizwa katika vita hivi. Licha ya kwamba inasadikika hata mashambulizi yaliyofanywa na Israel dhidi ya Iran kuna mkono wa Marekani, ingawa Rais Donald Trump amekataa, lakini mzozo huu huenda ukaingiza Marekani moja kwa moja katika mapambano. Ikumbukwe moja kati ya mambo ambayo Marekani ilishaweka wazi kwamba ikiwa makubaliano ya nyuklia kati ya Iran na Marekani hayatafikiwa katika mwafaka, basi ni Marekani ambayo itaanza kuvifurumusha na kuviharibu vinu vya nyuklia vya Iran. Licha ya yote ambayo Marekani imekanusha, Iran inaamini kabisa kwamba majeshi ya Marekani yaliidhinisha na pia kuunga mkono mashambulizi ya Israel kimya kimya. Iran inaweza kushambulia maeneo ya Marekani kote Mashariki ya Kati kama ambavyo imeelezwa na Ayatollah Al-Khamenei, lakini pia ni pamoja na kambi za vikosi maalum vya kijeshi nchini Iraq, kambi za kijeshi katika eneo la Ghuba na misheni zake za kidiplomasia katika eneo hilo. Vikosi vya washirika wa Iran, Hamas na Hezbollah, navyo pia vinaweza kuwa vimepunguzwa makali, lakini wanamgambo wake wanaungwa mkono na Iran nchini Iraq wamesalia na silaha na bado wapo imara. Marekani inahofia mashambulizi kama hayo yangeweza kutokea na kuwaondoa baadhi ya wafanyakazi wake. Katika ujumbe uliotumwa hadharani, Marekani imeonya Iran kuhusu matokeo ya shambulizi lolote dhidi ya maeneo yake muhimu. Lakini nini kinaweza kutokea ikiwa raia wa Marekani atauawa, tuseme huko Tel Aviv ama mahala pengine, kutokana na vita hivi? Donald Trump anaweza kujikuta akilazimika kuchukua hatua. Waziri Mkuu wa Israeli Bwana Netanyahu amekuwa akishutumiwa kwa muda mrefu kwa kutaka kuiburuza Marekani iingie na imsaidie kuishinda Iran. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema ni Marekani pekee iliyo na mabomu ya kufyatua mabomu ambayo yanaweza kupenya ndani kabisa ya vituo vya nyuklia vya Iran, hasa kile cha Fordo. Trump aliahidi eneo la bunge lake la MAGA hataanzisha vita vyovyote vinavyoitwa vita vya milele katika Mashariki ya Kati, lakini vilevile wa Republican wengi wanaunga mkono serikali ya Israel na mtazamo wake kwamba sasa ni wakati wa kutafuta mabadiliko ya utawala mjini Teheran. Lakini Marekani ikiingizwa kwenye vita hivyo vitakuwa vimetanuka vibaya mno, huku vikiwa na uwezekano wa kuendelea kwa muda mrefu na kuwa na athari mbaya zaidi. Lakini jambo jingine ni mataifa ya Ghuba kuburuzwa katika mzozo. Iwapo Iran itashindwa kuharibu jeshi la Israel linalolindwa vizuri na shabaha nyingine, basi inaweza kuelekeza makombora yake kwenye maeneo muhimu ya Israel katika ukanda wa Ghuba, hasa nchi ambazo Iran inaamini zilisaidia maadui zake kwa miaka mingi. Kuna maeneo lengwa mengi ya nishati na miundombinu katika kanda hiyo. Kumbuka, Iran ilishatumiwa kwa kushambulia maeneo ya mafuta ya Saudi Arabia mnamo mwaka 2019 na washirika wake wa Kihouthi walifikia shabaha zake huko UAE mnamo mwaka 2022. Tangu wakati huo kumekuwa na maridhiano ya aina fulani kati ya Iran na baadhi ya nchi za eneo hilo, lakini nchi hizi na mwenyeji wa kambi za ndege za Marekani, baadhi pia kwa busara walisaidia kuilinda Israel dhidi ya shambulio la kombora la Iran mwaka uliopita. Iwapo eneo la Ghuba limeshambuliwa, basi nayo inaweza kudai ndege za kivita za Marekani zije kuilinda pamoja na Israel. Israel bado inaendelea kuharibu uwezo wa nyuklia wa Iran, lakini je, vipi kama watashindwa kuharibu kwa 100%? Vipi ikiwa maeneo ya nyuklia ya Iran yako chini sana na yanalindwa vizuri? Je, hali itakuwaje ikiwa kilo 4,000 za madini ya urani iliyorutubishwa kwa 60%, fueli ya nyuklia ambayo imesalia kidogo tu kuwa silaha kamili inayotosha kwa mabomu 10 au zaidi hayataharibiwa? Inadhaniwa kuwa yanaweza kufichwa ndani ya migodi ya siri. Israel inaweza kuwa imeua baadhi ya wanasayansi wa nyuklia, lakini hakuna mabomu yanayoweza kuharibu ujuzi na utaalamu wa watu wa Iran.
Ujuzi na utaalamu utabakia na wa Iran wataendeleza ujuzi huo wa kuendeleza mabomu ya nyuklia kama wataamua. Lakini itakuwaje ikiwa shambulizi la Israel litashawishi uongozi wa Iran kwamba njia pekee ya kuzuia mashambulizi zaidi ni kuhakikisha imekuwa na nyuklia haraka iwezekanavyo? Hii itakuwa hatari sana katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Inaweza kulazimisha Israel kufanya mashambulizi zaidi na uwezekano wa kuliweka eneo hilo katika mfululizo wa matukio ya vita na kujilinda. Msukosuko wa kiuchumi duniani. Bei ya mafuta tayari imeshapanda. Je, hali itakuwaje iwapo Iran itajaribu kuufunga mlango bahari wa Hormuz ikizuia zaidi usafirishaji wa mafuta? Hali itakuwaje kwa upande mwingine wa rasi ya Arabia ikiwa Wahouthi huko Yemen wataongeza mashambulizi yao dhidi ya meli katika bahari ya Sham? Wao ndio washirika wa mwisho waliosalia wa Iran wanaojulikana kwa kutotabirika. Nchi nyingi ulimwenguni tayari zinakabiliwa na tatizo la gharama ya juu ya maisha. Kupanda kwa bei ya mafuta kutaongeza mfumuko wa bei kwenye mfumo wa uchumi wa kimataifa ambao tayari umeshuka kutokana na vita vya ushuru mkubwa ulioanzishwa na Donald Trump. Na tusisahau kwamba mtu mmoja anayefaidika na kupanda kwa bei ya mafuta ni Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye ghafla mabilioni ya dola anafidia katika hasara ambayo ameipata. Ikumbuke katika kipindi hiki nchi za magharibi zilitaka kushusha bei ya mafuta pamoja na gesi ya Iran, lakini ghafla bei inazidi kupanda. Lakini jambo jingine ambalo linatazamwa wakati huu ni kuanguka kwa utawala wa Iran. Je, kutasababisha ombwe? Itakuwaje ikiwa Israel itafaulu katika lengo lake la muda mrefu la kuangusha utawala wa nchi hiyo ya Kiislamu ya Iran? Netanyahu anadai lengo lake kuu ni kuharibu uwezo wa nyuklia wa Iran, lakini aliweka wazi katika taarifa yake kwamba lengo lake kubwa ni kuchochea mabadiliko ya utawala. Aliwaambia watu wa Iran kwamba mashambulizi yake yalikuwa yanawasafishia njia ya kufikia uhuru wao kutokana na kile alichokiita utawala mbovu na wenye udhalimu wa Ayatollah Al-Khamenei. Kuangusha serikali ya Iran kunaweza kuwavutia baadhi ya watu katika eneo hilo, hasa baadhi ya Waisraeli, lakini inaweza kuacha ombwe gani? Je, athari zake zitakuwaje? Mzozo wa wenyewe kwa wenyewe nchini Iran utakuwa namna gani? Haya ni baadhi ya maswali ambayo wengi wamekuwa wakihoji ikiwa hili nalo litatokea. Lakini mzozo huu huenda ukayavuta mataifa makubwa ikiwa Marekani itaamua kuingia. Urusi huenda ikaingia moja kwa moja katika mzozo huu kutokana na kwamba katika siku za hivi karibuni waliwahi kusaini mkataba wa masuala ya kiusalama, licha ya kwamba sio ule mkataba kama uliosainiwa kati ya Urusi na Korea ya Kaskazini. Ni mkataba ambao una msaada fulani kutoka kwa Urusi, kama ambavyo Iran ilisaidia kutoa ndege za Shahidi pamoja na makombora mbalimbali nchini Urusi. Lakini inatajwa mataifa kama vile Korea ya Kaskazini ya bwana Kim Jong-un, lakini pia pamoja na Uchina ya bwana Xi Jinping huenda zikaingia kwa namna moja ama nyingine katika kusaidia. Lakini yote haya huenda China, Urusi pamoja na Marekani zikaamua kukaa chini kutatua mzozo huu, kwa maana ndio mataifa pekee ulimwenguni yenye uwezo wa kuweza kutatua mzozo huu kati ya Iran na Israel. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza kwa msaada wa shirika la habari la BBC Swahili kupitia tovuti yake. Usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ya The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.